18 Biblia inasema, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku, au siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu ulio wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusijiangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali vinavyoonekana ni vya milele. Bwana asifiwe sana. Naweza ukasema hivi au kaandika hivi: mwili upo kwa ajili ya roho. Roho ikiondoka, mwili haupo. Hivyo nguvu ya binadamu, vyanzo vyake ni roho yake ikiwa bora. Uwezo wa binadamu, vyanzo vyake vya nguvu na uwezo na ufahamu vinatokana na ubora wake kiroho. Wanasayansi wanakiri hili kwamba watu wa Mashariki ya Kati wana uwezo mkubwa sana wa kufikiri kuliko watu wa mabara mengine. Aidha ni kwa sababu ni wengi ambao walitokana kabisa na wale kina Adamu, hawajapitia, yani tofauti na sisi ambao tumetoka mbali kidogo. Lakini ubora wa Adamu hauwezi ukaulinganisha na wa watoto wake, hata katika kufikiri na kuelewa na kutafsiri vitu, kwa sababu tu ya yale mahusiano na Mungu. Utu wa ndani ulipokuwa bora, wanadamu walikuwa bora. Kizazi cha Suleiman kilichotokana na Daudi, moyo wa Daudi kuwa bora sana mbele za Mungu. Daudi ndio mtu pekee aliyetamka maneno ya ajabu sana. Ndiye aliyesema, Mungu naomba uje unipeleleze moyoni mwangu, utu wangu wa ndani ufanyie upelelezi, uone kama iko njia isiyo sawa moyoni mwangu, kama liko wazo lisilo jema. Maana yake ni mtu ambaye moyo wake alitunza sana utu sana. Hapa wewe unaweza ukanipeleleza mimi, ukinipeleleza naweza kugudumu 30% ya utu wangu, lakini usiujue. Lakini Mungu anaujua utu wa mtu, undani wa mtu. Yeye anasema yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho. Leo nisipoanza huko nilikoanza, nilisema Paulo alisema hatulegei. Neno hatulegei liwakilisha mambo makubwa kama matatu. Jambo la kwanza, hatukatishwi tamaa hata kama wametumoa macho. Anaposema utu wetu wa nje umechakaa,
hatuvunjiki moyo. Ndani tuna macho yanaona, kuna macho yasiyotobolewa ndani, mtu wa ndani yako macho yasiyotobolewa. Kwa hiyo akasema hatukatishi tamaa na hatudhoofiki kwa sababu ya utu wa ndani, akitoa kanuni ya kwamba utu wa ndani ukiwa bora, utu wa nje uwe vyovyote vile. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa ndani akiwa bora, mwili uugue uguavyo, unaweza ukanyanyuka. Bwana asifiwe. Unaweza ukaugua mpaka watu wakasema juzi nilipokea mtu amekuja kuombewa hapa, anasema nimetibiwa kwa miaka miwili. Madaktari wote wameniambia hivi, hatuoni kansa, hatuoni kisukari, hatuoni chochote, lakini mbona unaendelea kuoza? Oshendoni wamechunguza, Muhimbili wamechunguza, Mnazi Mmoja wamechunguza. Sasa hatuoni, na madaktari wa pande zote wakanambia nenda ukatafute watumishi wa Mungu. Halijulikani gonjwa lako ni gonjwa gani. Alipofika ofisini kwangu nikamwambia, roho yako tu ikiwa bora, hata kama huko nje unaweza ukashangaa kirahisi tu, hicho kitu sikione tena. Ndito Paulo anasema. 2, Paulo alikuwa anahusisha na mambo ya kisiasa ya utawala wa Warumi, anavyopigwa vita na kuonekana huku hana nguvu za kisheria kama asiyefaa kisheria, lakini akasema huko wanatuchakaza, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya. Lakini akasemea pia habari ya mambo ya uchumi. Sasa leo ninaanzia hapa. Ndiyo sababu Mungu anatuita tumpe moyo. Nilizungumza juu ya utu wa ndani, nikasema kwamba moyo, Biblia imetumia neno kuwakilisha utu wa ndani, imetumia nafsi. Nikatafsiri neno la Kiebrania ambalo linatafsiriwa labab, ambalo limeeleza juu ya moyo, utu wa ndani. Mathayo 22, leo naanzia hapa, kuna wasomaji wengi kidogo. Mathayo 22:35-37, moja nisomee. Kwenye Mithali 4:23 nilisema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Utu wako wa ndani utunze, uimarishe, uvishe, uoshe, ulishe huo. Kulinda kuko katika maeneo, utu wa ndani kulinda kuko katika maeneo moja, kutunza kiimani, usiingiliwe na mafundisho maovu yasiyo sahihi. 2, kuzuia mawazo mabaya juu ya Mungu na neno lake na ahadi zake. Kuzuia mawazo mabaya. 3, kuulisha chakula cha roho, neno la Mungu, ibada, sifa, maombi, kuulisha. Sasa ndio maana Mungu anasema nipe moyo wako. Mithali 23:26-32, naomba mtu anisomee. Na wa Mathayo atasoma Mathayo 22:35-37, lakini pia nitasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 11:13-30.
Ndio maana Mungu anasema nipe moyo, nipe moyo wako. Mungu anaomba moyo wako. Mpe moyo wake, moyo wako, mpe Mungu moyo wako. Hebu nisomee hayo maandiko. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Ni amri ipi iliyo kubwa tuizingatie kuliko zote? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Ishia tu hapo. Amri iliyo kuu, Mungu anataka utu wa ndani umwelekee Mungu. Utu wako wa ndani. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Umpe Mungu moyo wako. Hapo ndipo unapoweza ukajikuta unakuwa salama. Mithali 23:26 mpaka 32. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu, kwa maana kahaba ni shimo refu, na malaya ni milima jembamba. Naam, huotea kama mnyang'anyi, huongeza wenye hila katika wanadamu. Ni nani apigaye yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mkuno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakaao sana kwenye mvinyo. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, itiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu. Mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama kira. Macho yako yataona mambo mageni, na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziraye juu ya mlingoti. Utasema, wamenichapa wala sikuumia, wamenipiga wala Ishia tu hapo, nataka ushindi sana wewe. Anasema, mwanangu, nipe moyo wako ili macho yako yakapendezwe na njia zangu. Mtu ambaye utu wake wa ndani ameutoa kwa Mungu, huzifurahia njia za Mungu, huzipenda. Utu wa ndani ukiukabisi kwa Mungu, utapenda mambo yote ya Mungu. Lakini anasema, kwa maana kahaba ni shimo refu, na malaya ni milima jembamba. Naam, huotea kama mnyang'anyi, huwaongeza wenye hila katika wanadamu. Moyo ukiacha kuutoa kwa Mungu, anasema utautoa kwa makahaba na kwa ulevi na kwa vitu vingine. Utu wa ndani usipomilikiwa na Mungu, unautoa kwa vitu vingine. Ndipo anaposema, nani mwenye jeraha lisilo na sababu? Nani mwenye mguno? Nani mwenye macho mekundu? Hebu tuangalie Kumbukumbu la Torati 11. Aliyefungua 11:13 mpaka 30. Tena itakuwa mtakapoyazingatia kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo. Tunazungumzia kutoa moyo. Mungu anauomba moyo. Moyo, utu wa ndani ukiwa bora. Hii tukitafakari vizuri Kumbukumbu 11 na Kumbukumbu 30. Tuzitafakari vizuri. Unaweza ukaorodhesha vitu vingi sana. Tena itakuwa mtakapoyazingatia kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu
na kumtumikia kwa mioyo yenu yote, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote. Moyo ni chanzo kikubwa cha ubora wa mambo yote. Na roho zenu zote, na roho zenu zote, mtu wa ndani. Ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu. Hebu orodhesha mambo haya. Ndipo nitakapowapa mvua ya nchi. Nimesema hivi, Paulo anasema kwa hiyo haturegei, hatufilisiki, hatuishiwi nguvu, hatuishiwi ujasiri, hatutazidiwa na chochote kwa sababu ya utu. Na Mungu anasema kanuni hii, utu wa ndani ukikaa vizuri, ndipo nitakapowaletea mvua. Kwanza, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake. Ndipo nitakapo mvua ya nchi yenu. Mungu anajua masika ya Dar es Salaam inaanza lini. Bwana sifiwe sana. Masika ya Shinyanga inaanza lini? Masika ya Somalia inaanza lini? Masika ya Sudani na popote unapokaa, utu wako wa ndani ndio utakontrol hata mazingira ya hali ya hewa. Na mvua kibili ya ukitamka mvua na umande ni neema ya kukujaza mahitaji. Mvua na umande viliwakilisha mambo makubwa mawili: baraka za kiroho na mafanikio ya kiuchumi. Endelea hapo. Mvua ya masika na mvua ya vuli. Mvua ya masika na mvua ya vuli, maana yake ni nini? Wakati wowote unapokuwa katika mazingira yoyote, kiroho chako ndio kitatawala nguvu ya mafanikio popote ulipo katika mazingira na wakati wowote. Upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nafaka na divai, jambo la pili. Kuna mvua, kuna nafaka na divai ya pili. Nami nitakupa nyasi katika mashamba yako kulisha. Hata mifugo yako atashughulika nayo. Miradi, Bwana sifiwe. Hata miradi inategemea. Paulo anaposema kwa hiyo haturegei, tupambane, tupigwe, tushambuliwe, lakini utu wetu wa ndani ukifanya upya, sisi nguvu yetu ipo. Haleluya, haleluya. Na washauri wana wa Mungu mnaonisikiliza leo, Mungu ana kanuni za kushughulikia mambo yetu ya kimwili. Anachungulia utu wetu wa rohoni ukoje. Utu wa rohoni kama umekondeana, umefilisiwa, umepoteza imani, umepoteza furaha juu ya wokovu, umepoteza ujasiri, shetani atakupiga kila eneo. Magonjwa yatakuandama, kufeli utafeli. Utu wa rohoni kwanza. Kwa wakati mwingine ukimwona mtu anafeli kiroho, unajua anaenda kupiga, unajua anaelekea ukame wa uchumi, unajua anaelekea magonjwa kwa sababu ya utu wa ndani. Hebu soma hii sura, hebu itunzeni hii sura. Endelea. Nawe utakula na kushiba. Bwana sifiwe sana. Kuna binti aliingia usiku. Yule binti aliyekuja kwangu usiku, nilimwambia mtoto, nilimwambia je, kanisani leo usiku kaja na bajaji. Bajaji. Nimefika nyumbani. Ila nataka nipumzike. Nasikia kuna mtu nimemwita anacheza chochote hapa. Nikatoka. Nakuta na mtoto simfahamu analia. Mwanangu anakula, halafu aachi kula, halafu anaumwa mno. Sasa anaumwa mpaka unamwona alivyodhoofika, lakini anakula haachi. Nikamwambia jana kaniambia baadaye, halafu leo kalala, halafu jana kanavyokulaga, halafu hajatimika. Ndipo mtakula mtashiba, hali ya kutoshelezwa itatokea, hali ya kujisikia kuridhika. Unajua kuna watu wasiosikia kuridhika, lakini mpaka utu wa ndani kwanza
Endelea. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa, mkageuka na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu. Moyo uharibiwa, mtu wa ndani uharibiwa pale utakapodhani kwamba labda kwa shetani ninaweza nikapokea muujiza, ninaweza kupokea msaada. Moyo unaharibika. Tunzeni nafsi zenu, msiawaze. Sisi tulioko Dar es Salaam tuna miungu inayohubiriwa, mioyo yenu inaelekewa. Miungu ya maji, kuna maji ya upako. Ijitunzeni nafsi zenu. Kuna keki ya upako, hiyo ni miungu. Yesu Kristo amepaka mafuta ili apate kwa msaada na jibu la mambo yote. Anasema katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Isaya alitabiri Roho wa Bwana yu juu yangu. Sikiliza, jitunzeni, msigeukie vitu vingine visivyotokana na Mungu. So hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu, kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake. Kutunza mioyo ndio kunasababisha ukiharibikiwa moyo, neema ya mafanikio inajiziba. Mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu. Mstari wa 30. Mstari wa 18. Au 18. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yenu. Nayo wafunzeni watoto wenu kwa kuyazungumza, uishipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Tena yaandike juu ya milimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili siku zenu zifanywe nyingi, na za vijana wenu, nao juu ya nchi Bwana aliyowapia baba zenu kuwa atawapa, kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Kwa kuwa kama mtayazingatia kwa bidii maagizo haya yote ni waagizayo, kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuliko ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa na Lebanoni, na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapatakuwa tu hapo. Ninaomba niandike na hili nisilisome, lakini ninaongea maneno kama hayo, Kumbukumbu 31 hadi 10. Mungu alizingatia utu wa ndani. Ukiwa bora utalazimisha mambo ya mwili yote, au yatategemea mambo ya nje ya mwili, yatategemea ubora wa kiroho chetu. Sasa andike hivi, mababa wa imani au wazee wa imani katika Biblia waliomba usafi wa moyo. Zaburi 26:2. Naomba tuende haraka kidogo kwa wasomaji wangu, lakini hebu soma hiyo. Waliomba usafi wa moyo kwa sababu walijua usalama wa kiroho ndio pekee unaolifanya mbingu zinishukie, ziachilie mvua, nitakapokwenda nimiliki, kushinda na kufukuza maadui. Magonjwa ni maadui, umaskini ni maadui, kufeli ni maadui, kutategemea, kufilisika ni maadui. Inategemea ubora wa kiroho chetu. Hebu kusoma hapo, na mwingine afungue
Zaburi 7:13 na watatu wafungue Zaburi 51:10-11. Tuangalie mababa walivyozingatia utu wa ndani, kutunza, kuulinda na kuboresha. Unijaribu unipime, ili ukigundua siko sahihi unirekebishe, unisafishe, unihakikishie usalama, kwa sababu utu wa ndani ukiwa vizuri, ndipo nina ujasiri mbele ya adui yako. 73:13 Nitamani mfungue watatu kwa pamoja, na 51:10-13. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure, nimenawa mikono yangu kwa kutokukosa. Ona, Daudi alifikia mahala hata kama hajui kama ana dhambi, utu wake anautengeneza tu, hata kama anajua kwamba nikiwa tu rohoni siko vizuri, hata kama hajui. Anasema mwisho nimeamua hata kuwa natubu tu, najitakaza, hata kama sijakosea, utu wangu unataka kubaki salama, nijihakikishie kusimama mbele za adui zangu. 51:10-13. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, unifanye mababa wa imani wanazingatia kuomba ombi, Mungu niumbie moyo, utu wangu wa ndani, unifanye upya na kuidhibiti roho yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya upendo. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Daudi katika Zaburi 139:23-24, 139:23-24, Mungu anamwambia nenda kwenye moyo wangu. Yaani anamwambia Daudi, ingia kwenye moyo wangu, utembelee, upasue, ugawanye, ukague, upeleleze, utafiti. Limo wazo, iko nia, iko huzuni, yako manung'uniko ya kufukuzwa na kukimbizwa na Sauli, yako manung'uniko ya wale askari walioniasi. Kitu gani kiko kwenye moyo wangu? Watu wengi mioyo yao, wewe kufikiria, anajaribu kujitambua kwamba hata kama nilipitia mabaya yakauharibu moyo wangu, nisaidie kutambua vitu sasa hivi. Nilipitia changamoto zikaharibu moyo wangu. Sasa andika njia, au mambo ambayo hupelekea utu wa ndani kuwa bora, mambo ambayo hutuwezesha ama hutusababisha utu wa ndani kuwa bora. Jambo la kwanza, moyo wa mtu kuambatana na Mungu, au moyo wa mtu kutoa kwa Mungu. Nimeshasoma hiyo Mathayo 22:37, Zaburi ya 51:10 na Mathayo 5:8 na Marko 7:19. Sisomi hayo maandiko tena. Jambo la kwanza, moyo wa mtu kumpa Mungu, au Mungu kumkaribisha kutawala moyo. Hilo nisilizungumze sana. La pili, kujaza moyo wako neno la Mungu, kitu kinachokusaidia utu wa ndani uwe bora. Naomba na kanuni hii uikariri sana. Kuna wengine hawajishughulishi sana juu ya neno la Mungu, ila ni waombaji sana. Ukiwa mwombaji bila neno la Mungu, moyo wako utachanganyikiwa, utakuwa na shida. Kitu
usafishe neno la Mungu moyo wako. Zaburi 119 mstari wa 11, na mwingine alisomea Mithali 3:1-5 na Marko 4:15. Nina mistari mingi lakini nisome hiyo tu inatosha kwa leo. 119 Zaburi mstari wa 11, Biblia inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Mathayo na Mithali 3:1-5. Kanuni ya pili, hakikisha baada ya kutoa moyo wako kwa Mungu, umempa Mungu moyo wako. Amesema, mwanangu nipe moyo wako. Na namna ya kunipa moyo wako, hakikisha macho yako yamependezwa na njia zangu. Unafurahia kuyatenda maneno yangu, unafurahia kuziishi sheria zangu. Halafu ukishaukabidhi moyo, hakikisha moyo ujazwe neno la Mungu. Mithali 3:1-5. Sasa ngoja niulize swali. Anapoambiwa aongezewe wingi wa siku, ni utu wa ndani wa nje? Roho inakufuata. Yenyewe ipo milele. Kwa hiyo anayeongezewa wingi wa siku ni mwili. Kama si kama mtu ananielewa, kama nimejazwa neno la Mungu, moyo unaosaidia, kitu kinachosaidia moyo wako au utu wa ndani kuwa bora. Endelea. Miaka ya uzima. Haleluya. Rehema na kweli hazitafarakana nawe. Kama utu wa ndani kuboresha kwa neno, rehema na kweli zitakuwa zinakufuatilia. Haupishani nazo. Unapozungukia, kila unapogeukia, wewe unakutana na baraka na bahati nzuri. Nitumie neno hili. Hata akili za kusoma, akili za kufanya biashara usikosee, akili za kutafuta miradi, akili za kuweza niajiriwa wapi, nisome nini, zinategemea namna ambavyo roho imeboreshwa na neno la Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hebu tumalizie Marko 4:15. Ukimpa Yesu maisha yako, zuia neno la Mungu kuondolewa moyoni mwako au maishani mwako, utu wako wa ndani. Njia ya tatu au jambo la tatu linalokufanya kuwa bora, utu wa ndani. Niliwaambia siku ile kwamba ukimwangalia magari anaonekana bonge la mtu. Tungeomba Mungu siku moja tutoe utu wetu wa ndani uonekane hapa tupangane. Unaweza kusema huu utu wa ndani wa magari kumbe sio wake wa Shaoni. Kwa sababu unachukua umbo lake na utu wa ndani wa Shaoni. Utu wa ndani ukiwa bora, yaani tungekuwa tunaonekana tunajaribu kuchukua muonekano wa umbo la nje, utu wa ndani ulio bora. Utu wa ndani ukiwa bora
bora haijalishi umbo la nje, afya ya nje, haijalishi elimu ya nje, haijalishi uchumi wa nje, utu wa ndani kwanza. Sasa nafundisha somo hili kuwataka hivi: mkazanie kutafuta vya rohoni, mkazanie kutengeneza utu wa rohoni, mtengeneze lishe bora ya kiroho, utengeneze. Tatu, jambo la tatu, tulisoma Yesu ile sura ya 53 ya Isaya, anasema umbo lake la mwili ulikuwa ukimwona hautamtamani, wala uso wake hautamaniki. Kwa nini? Yesu alikuwa mara zote mwili anauziki kwa kufunga, mara zote mwili anauziki kwa hiyo hauli, na mwili huu usipoulisha lazima usinawili, lazima ukonde. Lakini pia Yesu alikuwa anatembea umbali mrefu. Tatu, Yesu mara zote alikuwa ni mtu amejaa machozi na kulia. Biblia inasema yeye siku hizo za mwili wake alitolea yeye awezaye kuokoa dua na maombi pamoja na kulia sana. Tatu, alikuwa hana mahala pazuri pa kupumzika. Nalala kwenye mawe, kwenye mapango, nalala kwenye shida. Nne, alikuwa hana muda wa kutafuta mavazi ya kutosha. Kwa hiyo muonekano wake, lakini utu wake wa ndani ukionekana. Kina Petro wanasema leo tubaki hapa tusitoke, kwa sababu wameona utu wake. Kwa hiyo ninachotamani kukufanya hivi ni kweli, na wasisitiza na ninafundisha na ninaamini hivi, kila Mkristo ni vizuri apambane kusoma tena sana, atafute kusoma, na kila Mkristo atafanye kazi kwa nguvu sana. Na wakati mwingine nimekuwa nasema, siku moja niliwaambia, Mungu ananiambia niwaambie, mnahujumu maombi yangu. Kuna watu mnayahujumu maombi yangu, mnayashambulia. Kwa namna gani? Mimi naomba nalia, Mungu aindue watu wako. Unajua Mungu yuko hivi, mimi nimebeba dhamana ya Musa. Ndio maana wakati mwingine mimi na maombi ya kwangu tu nisipoambia na kulia Mungu tu, kwa sababu najua Musa alinua mikono, wao wakafanikiwa. Mara zote niinue mikono mfanikiwa. Sasa mtu amepata biashara, amepata faida siku 5, anaanza kutembelea ndugu na biashara anafunga, akaonyeshe kwamba sasa nimenunua na gari na biashara ameifunga. Mnahujumu maombi yangu. Anaanza kwenda kutalii, anafunga biashara. Ameajiriwa juzi tu, anaanza kuchelewa kazini, anaanza kuomba ruhusa mara kwa mara, anataka ruhusa kazini. Mnahujumu maombi yangu. Bwana asifiwe. Yaani mimi nimemlilia Mungu, umepata kampeni, unaanza kuomba ruhusa. Kafanye kazi. Leo nimegusa ghafla tu, yaani amini usiamini, milioni ya analala mpaka saa 8 hajanywa hata chai, hadi anatafuta na madonda ya tumbo, kisa tu kapata milioni 1. Kweli mnanihujumu maombi yangu. Tumeomba mpendo wa kusoma, umepata, hautaki tena masomo, ni kuchati tu na mapendo, unahujumu maombi yangu. Tatu, kinachoboresha mtu wa kiroho, wewe nasema hivi, fanyeni kazi
kupigana vita kazini. Hicho Mungu ndicho atakiangalia. Tatu, kufikiri au kuwaza au kutafakari. Nini kinachofanya cha tatu tuwe bora kiroho? Mambo tunayotafakari, mambo tunayowaza, mambo tunayofikiri na mambo tunayozungumza. Kiroho utakuwa bora kutokana na mambo unayofikiria. Ngojeni niwaambie, kipindi fulani mimi na mke wangu tulikuwa tunapitia jaribu kubwa. Tulikuwa tunafikia wakati tu angalau msikilize nyimbo za waimbaji, mnakaa mpaka mnaanza kulia. Siku moja tumesikiliza wimbo, ulikuwa usiku, tulitoka tukaja kanisani. Kulikuwa na mwimbaji mmoja anaitwa, alikuwa anajulikana Neema Mushi. Tumemsikiliza usiku saa 6, tukatuvusha, tukaanza kuwa bora kiroho kutokana na tatizo tunalopitia. Roho zetu zimepigwa mishale ya jaribu, tumeshambuliwa, tuna machungu ya kushambuliwa. Lakini tulipokaa kwa mambo unayotafakari, ngoja nimalize hapo sasa. Nishie tu hapo leo. Wafilipi 1:7 soma hapo. Na mwingine soma Wakolosai 1:3. Wakolosai 3:2. Wakolosai 3:2. Hebu nisomeni hiyo. Mambo gani unatafakari? Sikilizeni. Hebu nisomeni wapi? Ona, hebu nisikilize. Paulo amefungwa, yuko gerezani, anapigwa, anatumikia kifungo. Lakini mambo anayotafakari kule gerezani, anatafakari uzuri wa kanisa na upendo wa kanisa la Filipi. Anaangalia, yale ni matunda ya kazi yao. Au wewe una vitu vya kutafakari? Imefungwa, ninasema kanisa la Filipi wana umoja, wana upendo, wana mshikamano, wanasafirisha nchi. Hayo akiyatafakari, anaona hata nikiwa gerezani au maisha yangu yameitoa ile kanisa, nchi yangu. Kwa hiyo hata wakiniweka hapa, ni kanisa la Filipi likihubiri, ninahubiri. Anatafakari mambo ambayo yanaujenga moyo wake. Hello. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine jitafutie vitu vya kwenda kufikiri kwenye mateso. Jitengenezee mambo. Maana Paulo alipata cha kufikiria akiwa kwenye gereza. Wakati alishalipanda kanisa, alishawahubiri, alishawafundisha, wameiva, wamekamilika, wana nguvu. Anasema, kwanza mnashirikiana na mimi katika mateso yangu. Ni watu pekee mlioniletea chakula kwa mkono wa Epafrodito, mkaniletea na mavazi kwa mkono wa Epafrodito, mkaniletea na vitabu vyangu vya kujisomea nilivyokuwa naandika nyaraka zile zingine, mkazileta. Ni watu pekee mnaokuja kunisalimia, na ni watu pekee mnaoihubiri injili iliyofundishwa. Akiyatafakari hayo. Haleluya. Mambo ya kutafakari yanaboresha mtu wa kiroho. Kolosai 3:2. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Nimesema yale mambo Mungu amekutendea au amekutumia kufanya. Hebu imagine kwa mfano wewe ulihusika kujenga kanisa hili. Ulitoa hela. Ulinunua spika.
ulinunua keyboard, ulinunua kiti, ulinunua madhabahu. Nikiwa kwenye teso na ya tafakari, nilimtumikia Mungu, hata shetani kinipiga, mchungaji kavaa suti yako kabaki ya tusana. Yaani okay. Lakini pili, tafakari mambo ya Mungu ya mbinguni kuliko ya duniani. Katika Wakolosai, ukitafakari hayo, roho yako inazidi kujengwa. Kutafakari kushindwa kwako na wingi wa matatizo, unazidi kukonda rohoni, unazidi kufikisika imani, unazidi kuingia kwenye manunguniko, unazidi kujilani. Tafakari mambo ya Mungu. Wafilipi 4:15. Na Timotheo wa kwanza 4:15. Wafilipi 4:15, Timotheo wa kwanza 4:15. Nani pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Anaandika haya yuko gerezani, anafarijika. Timotheo 4:15. Tafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Yako mambo ya kutafakari ambayo ubora wako wa kiroho unakuwa mzuri, unazidi kuongezeka. Ukianza kutafakari, nauma wameisema, sijajenga. Kuna mambo ya kutafakari yanayokutia moyo. Ngoja nikwambie, nini kilimsaidia Paulo na Sila gerezani akiwa uchi, akiwa amechukuliwa, damu zinawatoka, wakiwa wamefungwa minyororo mikono na miguu? Walikuwa wanatafakari mambo haya. Wametafakari jambo la kwanza, yule kijakazi mwenye pepo aliyekuwa anatawala anga la mji mzima, amejaza waganga mji mzima. Huyo pepo ameng'oka huu mji, hata kama tuko gerezani, lakini yule pepo wanatafakari. Ndio maana nakwambia, wakati mwingine unajitengenezea vitu vya kutafakari. Kama ufanye kazi ya Mungu, ni ngumu kuwa navyo. Mwisho andika, mtafakari sana Yesu. Mtafakari sana Yesu, ili roho yako iwe bora. Usijipime kwa watu habari ya wokovu wako na habari ya imani yako na habari ya ushindi wako na habari ya majaribu yako. Mtafakari sana Yesu. Ebrania 3:1 na Ebrania 12:3. Mtafakari huyo. Nitakwambia kwa nini. Ebrania 12:3. Tafakari sana Yesu. Tafakari sana Yesu. Kama huwezi kuona vyanzo vya kumtafakari, nikupe vyanzo vya kumtafakari Yesu. Soma. Utuangalie usizimie, kitu kitakachofanya utuangalie usizimie. Mtafakari Yesu. Unaanzia wapi kumtafakari Yesu?
soma Injili 4 halafu mtafakari Yesu. Soma Injili 4. Soma Injili 4. Soma Injili 4. Humo utakuwa ukiona mapingamizi anayokutana nayo. Utaona upinzani anaokutana nao. Anazaliwa tu leo kazaliwa, Herode anataka kumuua. Mtafakari Yesu. Haleluya. Leo amezaliwa, Herode anataka kumchinja. Soma Injili. Chanzo cha pili, tafakari namna alivyokusamehe uovu wako bila gharama, alivyokuvumilia hata wewe usingevumilia. Ungepewa wewe mtu wako uishi naye, wewe mwenyewe ungesema mtafakari Yesu alivyokusamehe. Tafakari. Unajua watu tunahukumiana sana. Yaani huyu. Kumbe hata wewe ubinadamu wako ule ungeenda tu valishwe koti uje ukaone ni mtu, na wewe ungeshindwa kukaa. Kumbe ni wewe. Tafakari Yesu alivyovumilia, alivyo na upendo. Mtafakari. Itakuboresha, hautazimia, hautadhoofika kiroho. Tatu, juu ya kumtafakari Yesu. Angalia Yesu alivyowatendea watu waliomchukia na kumuua. Tafakari. Nne, tafakari Yesu nguvu na matendo yake alivyotenda kwa watu na anavyotenda leo. Kwa mfano mimi, wakati mwingine wanaingia kwenye majaribu. Jana nilikuwa naongea na mchungaji Ngowi pale Usini. Nilikuwa na semina pale Temeke. Akasema mama, yule mfanye aliondoka hapa kanisani. Nikasema alitoka yeye. Mtu ambaye mimi mbeba nikamwekea dhamana mahakamani, nikaipa mwenyewe. Sasa ameondoka, halafu amekaa miaka zaidi ya 7 na letewa maiti amekufa, nikamzika. Akaniambia, lakini mimi furahi hata kama amekufa, wametambua kwamba hapa ndipo Mungu alimuonekania, wamemrudisha. Sasa sijui kwake yeye alikufa kufanya haituhusu sisi. Akasema binadamu hawa Mungu ametupa Baba, tunapaswa kuwapenda kwa vyovyote vile, tuende nao mpaka tuwafikishe kwa Mungu. Yesu kamvumilia Yuda. Mtafakari Yesu ili usikonde mimi hao wananiumiza. Yesu amteua Yuda ndio mtunza hazina, mwizi mkubwa, mwizi kuliko watu wote katika Israeli. Anaitwa hadi kwa Mungu. Tunawavumilia kwa kumtafakari Yesu. Hata ndugu wasikuumize kiroho, wasikukondeshe. Mtafakari Yesu. Ndugu zake Yesu mwenyewe walikana. Waambie wewe mwongo, sio wana wa Mungu. Wakamkana. Wakaja kumwamini baada ya kuona amekufa akafufuka. Wanasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Mtafakari Yesu. Ili roho yako isiwe. Unapoona unapitia mapingamizi, angalia Yesu alipitia mapingamizi. Unastahili. Unapoona unakataliwa, mwangalie Yesu alikataliwa. Unapoona unasalitiwa na watu wa karibu, Yesu alisalitiwa na wanafunzi wake bora kuliko wote. Mtafakari sana.
Hebu simama pale. Jambo la mwisho tunalisema ukiwa umezuia, umesimama. Maisha ya kiroho yanatakiwa kupimwa kama anavyofanya Daudi. Je, mtu wangu wa kiroho ninaweza kukabiliana? Jipime. Mtu wangu wa kiroho ninaweza kukutana na shetani? Niombe niseme neno hili. Mungu atusaidie utu wa kiroho. Umepungukiwa uzito kiroho, umepungukiwa nguvu kiroho, umepungukiwa ujasiri kiroho, umepungukiwa furaha kiroho. Hata ukichoma kamwiba kadogo tu uji na kanisa, kajaribu kadogo tu, magonjwa ya kiroho yanatokana na kukosa ubora wa kiroho. Shetani atakupuliza toka mapepo, unapepesukia, unakuwa fedheha. Lakini mtu ambaye kiroho yuko bora anasema kama Paulo, kwa hiyo haturegei ijapokuwa utu wetu wa nje. Sikiliza, Ayubu ubora wake wa kiroho ndio uliomshinda shetani. Ubora wake wa kiroho, ameharibiwa mali zote, ndio ibada anaongeza. Ameuawa watoto wote, ndio ibada ameongeza. Ametwikwa majipu, utu wake wa nje unanuka, anatoka usaa, ananuka, watu wanamkimbia, mpaka mke wake anamwambia, wewe kupona haifai, bora ya kufa. Mkewe. Lakini utu wa ndani, oh haleluya, utu wa ndani, sikiliza, utu wa ndani ukiwa bora, ukiona huku umeoza, wewe huone ulivyooza nje, unaangalia utu wa ndani. Ndio maana akijiangalia utu wa ndani anajiona kama Paulo anasema, kwa hiyo hatulegei hata kama utu wetu wa ndani. Yeye alitumia neno hili akasema, hata kama mwili wenu umeoza, lakini pasipo mwili huu wa uharibifu, siku moja nitamwona Bwana. Maana yake ni nini? Kweli huku kwa nje naonekana nimeoza, lakini kwa utu wa ndani utamfanya Mungu asimame anipiganie mbele ya wanaonitesa, mbele ya wanaonidharau, mbele ya walionikimbia wakaniacha. Nimeoza utu wa ndani. Haleluya. Utu wa ndani, utu wa ndani. Roho yako ameoza, ananuka, watu hawawezi hata kumhudumia, lakini utu wake wa ndani anaona. Sikilizeni, siku moja Mungu wako atasimama kama shujaa mbele yenu. Yeye ananiona natoka usaha, nitakuwa na mwili mzuri. Anaangalia utu wake wa ndani. Utu wa ndani hutoa picha ya matokeo ya nje. Utu wa ndani hukupa majibu ya maisha yako ya nje. Utu wa ndani hukuelekeza kuamini utapokea nini. Utu wa ndani hukupelekea kuamini Mungu atakavyokutendea. Utu wa ndani hukupelekea kumuona Mungu alichokusudia juu ya maisha yako. Hautaona makusudi ya Mungu kwako kutokana na utu wa nje. Haleluya. 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 Oh. Inua mikono yako juu, mikono juu. Nikutia wivu.
unavyoona mambo yalivyo, Biblia inasema aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Maana yake ni nini? Utu wa ndani ulivyo utayatafsiri mambo yote hivyo. Hata kupona kwako unakutafsiri kutokana na utu wako wa ndani. Hata hatima yako unaitafsiri kutokana na utu wako wa ndani. Watu waliokonda mioyo, utu wa ndani umeharibika, walipofika nchi ya Kanaani wakasema ni nchi mbaya, imejaa wala watu walionenepa rohoni wameshiba, walipofika wakasema Bwana ametupa nchi njema, imejaa maziwa na asali. Wanatafsiri vitu kutokana na utu wao wa ndani. Haleluya. Hebu mwambie Mungu, nakusudia kwenda kutengeneza utu wako wa ndani. Sitatafakari tena mambo ya mapito yangu, nitamtafakari sana Yesu aliyepitia mapingamizi makubwa na akashinda. Mtafakari Yesu, mtafakari Yesu, tafakari Yesu. Yeye aliangikwa msalabani, utu wake wa nje wakautakaza na fimbo na mijeledi, lakini utu wake wa ndani akatoka akiwa Mwokozi, akileta tumaini kwa wote, hata waliompiga akawaokoa. Tafakari Yesu. Neema ya Mungu ije juu yako. Nimesema tunatujiombea kwa maneno yake. Mwambie Mungu, ninataka kutengeneza kama alivyomwandika Paulo. Nani? Daudi anasema njoo nitazame utu wangu wa ndani, njoo ukague. Mwambie Mungu, nikague kama ziko njia za mauti kwenye utu wa ndani, ziko hali za kutokuamini, yako manunguniko. Mwambie Mungu akukague kwa neno lake leo, ili utu wako wa ndani uboreshwe kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Na mtu yeyote ambaye anaona Mungu anatamani, anaona ziko njia moyoni mwake zisizo njema, sogea madhabahuni, tumwambie Bwana. Yamkini ulipita mahala moyo wako ukaingiliwa na huzuni, ukaingiliwa na majuto, ukaingiliwa na manunguniko, utu wako wa ndani ukaharibiwa. Unatafsiri vitu kutokana na ulivyo utu wa ndani ulivyodhoofika. Unaona kama Mungu amekutupa, amekusahau. Unaona kama Mungu hajali tabu zako, hajali shida zako, hajali machozi yako. Machozi yako unaona hayana thamani. Utu wa ndani utakapokaa vizuri, utaona Mungu anajali machozi yako, anazijali sadaka zako, anajali, anazingatia, anajali kazi zako unazomtumikia Mungu, anajali maombi yako na haja za moyo wako. Kama kuna mtu moyo wake uliharibiwa kutokana na mapito, uliharibiwa kutokana na shida, moyo wake ukaribiwa, Bwana kutendea sasa. Utu wako wa ndani ukae na Mungu. Na wewe muombe, kila mtu anasema muombe Mungu kwa maneno yake. Kila mtu muombe Mungu wewe mwenyewe kwa maneno yako. Na ninapokwenda kumwambia Bwana, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba yangu na Mwokozi wangu, Baba, naomba neema yako Mungu juu ya watoto wako. Naomba rehema zako Mungu juu ya watoto wako. Ekababosha mambo yaliyoharibu mioyo yao, mambo yaliyodhoofisha mioyo yao, Baba, wakane Roho Mtakatifu kila mmoja kulingana na ndani wake anapoyasema kwenye kinywa chake. Mungu msaidie dada moyo. Baba, Ayubu ametakaliwa, Baba, Ayubu hatainuka, Baba, Ayubu hatasimama, Baba, Ayubu ametupwa, amekuwa takataka, amekutwa kitu cha kutupwa, lakini kwa sababu ya utu wake rohoni anaona Bwana
siri mambo yatakayotokea na aliyokukusudia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jambo anataka mwambie Mungu, akushipatie kwa Mungu, au ninaomba njoo sasa. Kuna jambo umekuja nalo kwamba hapana, leo naenda nyumbani kwa Mungu, na ili Mungu leo akanionekanie, na mimi nitakwenda kusema naye, nitakwenda kumwambia Mungu hii, na umekuja nao liko moyoni mwako, umelipenda, umletee Bwana. Oh, skorika biasha Gloria a Dios, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, watoto wako wamekuja na mahitaji yao haya, na sasa Mungu, ninayabeba mahitaji yao, ninayainua mbele zako katika ibada ya mchana wa leo. Mungu, jibuye kwa moto katika jina la Yesu. Leo utajibu kwa moto juu ya ombi la kila mmoja aliyekuja mbele zako. Leo ujibu kwa moto katika jina la Yesu. Leo ujibu kwa moto, utokee kwa moto ili alilolibeba mtumwa wako moyoni mwake leo. Oh, Mungu jibuye kwa moto, shuka. Mungu jibuye kwa moto, shuka juu ya hitaji lililo kwenye moyo huu, juu ya hitaji linalotamkwa, shuka juu ya moyo huu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza mema ya mingi, natangaza nguvu ya Mungu ije juu ya kila shida na teso lililo juu ya maisha ya watoto wako. Ninatangaza nguvu ya msalaba, ninayapiga mateso yao, ninaharibu mateso yao, ninayavunja mateso yao, ninaharibu milima yao, ninaharibu milima iliyosimama inayowatisha katika jina la Yesu. Ninaiangusha, ninaiporomosha milima ya udhaifu, milima ya magonjwa. Toweka ndani ya mili yao, toka ndani ya mili yao, toka, 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 toka. Ninakung'oa, 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 ninakung'oa kila kizuizi, ninakung'oa kila kizuizi, ninakung'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila kizuizi, toweka. Roho ya Bwana yu juu yangu, amenituma kuwafungua waliofungwa, kuwaacha huru waliosetwa, na kuwatangazia mateka uhuru wao. Nawaweka huru katika jina la Yesu, nawaweka huru katika jina la Yesu, nawaweka huru katika jina la Yesu. Mili iliyo na udhaifu naitakasa kwa utakaso wa nguvu ya jina la Yesu, naitakasa kwa utakaso wa nguvu ya jina la Yesu. Takasika, 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 pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Simama ya baraka, na utasimama Efraim, nami nasimama genzi ya Mungu sasa kuyabariki yale wanayoyataja mbele zako, linalotamkwa kwenye kinywa cha mtu huyu. Sasa ninaibeba mbele zako Mungu katika jina la Yesu, ninaibeba mbele zako Baba katika jina la Yesu, ambao atakayotembea nao kushughulika nao wiki hii kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nampeleka malaika wa Mungu, nampeleka malaika wa Bwana, nampeleka sasa. Anayetamka mtihani, nampeleka malaika wa elimu. Anayetamka biashara, nampeleka malaika wa uchumi. Anayetamka kazi, nampeleka malaika wa ajira. Anayetamka Bwana jambo lolote, anayetamka vita, nampeleka malaika wa vita zake. Katika jina la Yesu Kristo, aende naye Baba, nampeleka kwa kila mtu. Kila atakaloligusa Mungu utangulie pale wewe. Kila anayetaka kuonana na watu muhimu wenye mamlaka,
Yesu Kristo aliye hai. Nilikaona tatizo sana kwa pamoja. Lord